Faida namba 2 ambayo tutaitazama, ukitembea au kaijua kweli, utapata kibali cha kipekee kila uendako. Unasema napataje kibali? Kisa nimejua kweli. Watu waliobeba kweli ndani yao hupata kibali kwa watu wakuu. Ninapozungumzia mtu mkuu, sio mtu mwenye mali nyingi, mwenye fedha nyingi, mwenye nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mkuu ni yupi? Je, ni kiongozi mkubwa wa sekta fulani? Je, ni mtu fulani au ni mtumishi wa Mungu mkubwa anayejulikana sehemu zote? Huyo ndio mtu mkuu. Lakini mimi naweza nikasema ya kwamba yule mtu ambaye amewini kumsikia Mungu na kutekeleza au kutii kwa moyo unyenyekevu kile ambacho Mungu anamwelekeza, niweze kusema huyu ndio mtu mkuu. Mtu mkuu sio mwenye magari mengi, sio mwenye majumba mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana, kwa ninavyoelewa. Lakini ukija kiduniani huko, sawa, watu wakuta ni wa maraisi wa nchi, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mawaziri, kina nani, tunasema watu ni wakuu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ulimwengu wa roho, mtu mkuu ni yule ambaye ana uwezo wa kumsikia Mungu na kuifuata sauti yake au na kuyafanya yale ambayo anamwelekeza. Tunasema huyu mtu ni mtu mkuu. Kwa watu wengi tunatafuta kibali katika maisha yetu, tukubalike mbele za watu, tukubalike kwa watu wanaotuzunguka. Lakini nataka nikwambie kwamba ukijua kweli, ukaifahamu kweli na ukatembea katika kweli, kibali automatic lazima kije. Yaani bila kusukumwa, bila kuombwa wala lazima kikufuate. Chochote utakachokisema hakuna wakubishana na wewe, kwa sababu kweli haina kona nyingi. Kweli haina maelezo mengi. Kweli haina siasa ya kwamba utaanza kupiga soga debe ili watu wakubali sera yako. Sera ya kweli imenyoka. Haina mbwembwe nyingi, haina maneno mengi. Kweli ikinenwa imenyoka hapa, haipindi, haiendi kulia wala kushoto, wala hairudi nyuma. Utaenda kusoma Esta sura ya 2 mstari wa 17. Huyu Esta ukisoma habari zake, wengi tunafahamu ni kwamba alikuwa ni mtu wa nje kabisa. Alikuwa tena hana baba wala mama. Alikuwa anaishi na mjomba wake Mordekai. Imefika mahali anatakiwa akae sehemu kwa kusudi la Mungu. Kilichomfanya Esta apate kibali kwa mfalme Ahasuero ni kweli aliyokuwa nayo ndani yake. Ukienda hiyo kusoma Esta sura ya 2 mstari wa 17, utakuja kuona kwamba Esta alipata kibali kuliko mabikira wote ambao alisimama mbele ya mfalme, kwa sababu ya kweli aliyokuwa nayo katika maisha yake. Esta sura ya 2 mstari wa 17, neno la Mungu linasema hivi: mfalme akampenda Esta kuliko wanawake wote, naye akapata neema na kibali machoni pake kuliko mabikira wote. Basi akamtia taji awe malkia badala ya Vashti. Kweli inaweza ikamweka mtu kwenye nafasi kubwa. Tunaweza tutolee mfano wa nje. Kuna Traore, yule Ibrahim Traore wa Burkina Faso sijui. Ukija kumuona yule, angalia namna alivyopata kibali. Na sasa hivi kati ya nchi ambayo yenye maendeleo ni Burkina Faso. Ukifuatia taifa za habari utakuja kuona nchi ile sasa inasambaza hadi mchele Marekani, inauza wapi na haina hata deni. Kwa sababu gani? Yule mtu alisimama, au yule rais alisimama katika kweli. Aliposimama katika kweli, ile kweli ikawaweka huru, ikamweka huru kuanzia yeye kiongozi wa nchi. Ikamweka huru na mataifa mengine asinyanyasike. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kilichotokea nini? Akapata kibali kwa watu wake.
akapata kibali, na alipopata kibali kwa watu wanaoongoza, vile vile amepata kibali hata kwa mataifa mengine, kwa sababu amesimama katika kweli. Na alipopata kibali, mafanikio yanaonekana katika taifa lao, kwa sababu alisimama katika kweli. Wale ambao wapendi kweli, utakuta wanamchukia rais, lakini wale wanaopenda kweli ndio watakayoambatana na rais. Kwa hiyo kweli inaleta kibali, inaleta kibali. Vashiti akapinduliwa na Esther kwa sababu ya kweli aliyokuwa nayo Esther. Kila alichokuwa na kiishi Esther ilikuwa ni neno. Alikuwa ni binti ambaye anajitunza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ulijiulize mwanzoni wafalme walikuwa naoa mabikra tu. Sasa ikitokea leo kwa habari kama hiyo ya mwanzoni, itakuwa ni hatari, mtafutano katika dunia ya sasa. Dunia ya sasa, ulimwengu umeharibika. Kizazi cha zinaa wanakiita. Mtoto shule msingi tayari alishajua wanaume kadhaa. Sekondari ndio kabisa anatembea na wababa. Mtoto yuko form 2, form 1 anatembea na jibaba lenye miaka mingali yenye ndevu nyingi. Ndio kizazi cha nyoka, neno la Mungu linakisema, ndio hiki. Lakini yote haya yanasababisha na nini? Ni kutokusimama katika kweli. Binti, ukisimama katika kweli utajitunza. Utatunza uthamani wako mpaka wakati utakapofika ya kwamba nahitaji kuolewa sasa, Mungu nipatie mume wangu sahihi. Au kijana anahitaji kuoa, Mungu nipatie mke sahihi. Kwa sababu kweli iko ndani yako. Lakini leo tunaweza tukadanganyana, sijui mara nini, kwa sababu kweli haipo. Leo hii wadada wanalia, mabinti wanalia, wamejichanganya, wameenda huku, wameachwa na wachumba zao. Sio wachumba kwanza, sijui nisemeje, kwa sababu hawakusimama katika kweli. Wanalia. Jana tu hapa nimepanda na dada moja kwenye daladala. Anaanza kulalamika, akampigia simu wake, ametembea na mwanamke mwingine na tayari ana mimba hapo. Anasema mimi naenda kuchukua vitu vyangu na kuacha, mimi nitailea mimba mwenyewe. Huku anahangaika, anapiga simu kwa huyo mtu wake, anakata simu. Sasa anajiuliza, kama unasema unaenda kuchukua vitu vyako unaondoka, ya nini bado unamsumbua? Anaanza kupigia tena marafiki zake, anaanza kueleza shida. Sijui amenifanyia hivi, amenikela sana. Wewe kama umesema, Bwana Yesu asifiwe, naomba nisiende huko. Yote hayo yanasababishwa na kutokutembea katika kweli. Kwa kinachotokea, haupati kibali. Unaweza ukakaa sehemu kwa muda fulani, ukajiona ukakubalika kwa watu, lakini watu wakikaa na wewe kwa muda kadhaa tu, wakisha kujua tu, kibali kinaondoka. Kwa sababu watu wengi tuna asili ya kuficha makucha. Tunaenda kama wapole fulani, tukienda sehemu ambayo ni ngeni, watu hawatujui. Tunakaa, tunaenda kwa unyenyekevu, kwa upole. Tunaongea kwa star. Kwa nini? Lakini ngoja wazoee uone mtu. Akisha zoea tu, makucha sasa ndio ataanza kutoka. Kama alikuwa kilopolopo, anaanza kulopoka ovyo ovyo. Kama alikuwa anaanza kufanya hivi. Kwa sababu gani? Hana kweli. Lakini mtu mwenye kweli ndani yake, akipata kibali amepata. Kwa sababu anayoyaishi ndio yaliyoko moyoni mwake. Analolisema ndilo lililo ndani yake. Kwa hiyo mtu hata chuja kwa watu. Watu watamuona ni wa thamani, watafurahia kuwa naye, wataona ni raha. Akiondoka wanaumia. Hivi hujawahi kuona? Unakaa sehemu, siku naaga, watu wanagoma. Unasema jamani, mimi nawaacha, nitakuwa sehemu fulani. Unakuta wote wamejazwa na jonzi, wana huzuni, wanajiuliza huyu mtu wa namna hii tutampata wapi tena?
Wanajiuliza huyu wa design tutampata wapi tena? Kwa sababu gani? Kuna amesimama katika kweli. Hana kona kona, hana mbwembwe nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana.